Inakuwa vipi Mwanaswahili TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Na kufuatia kisa cha makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche kuzuiliwa kusafiri hadi nchini Kenya, maeneo ya Bondo kuhudhuria maziko ya aliyekuwa ama waziri mkuu wa kitambo nchini Kenya Raila Amolo Odinga, wengi wamejaribu kutoa hisia zao, yani wanajaribu kusema 1, 2, 3 kuhusiana na kisa hichi ambacho kimewawacha wengi vinywa wazi. Ikumbukwe John Heche alikuwa ametinga katika mpaka wa Kenya na nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maeneo ya Hispania kule sehemu za Tarime. Sasa alikuwa na lengo la kusafiri ama kuingia nchini Kenya, ndio angalau siku ya kesho Jumapili afike maeneo ya Bondo, ndio akisha kuwa amehudhuria mazishi ya Raila Amolo Odinga ambaye alikuwa waziri mkuu nchini Kenya, na vile pia tunaweza sema ni waziri mkuu wa kitambo nchini Kenya. Sasa hii ni issue ambayo imewawacha wengi vinywa wazi, wanasema ni ukatili wa hali ya juu ile hali ya John Heche kuzuiliwa kusafiri hadi nchini Kenya. Ikumbukwa kuwa John Heche alikuwa amefika katika sehemu husika, na anasema kuwa yeye angetaka kusafiri kwenda nchini Kenya, angepitia barabara ya vichochoro na maafisa wa uhamiaji hata wangejua ya kuwa ameshapita, wangekuwa wanamuona tu kwa runinga huko maeneo ya Bondo. Lakini anasema kuwa yeye ni mtu ambaye ni mtiifu zaidi na anapenda kufata utaratibu ambazo zimewekwa na sheria, na ndio kwa maana aliamua kufika sehemu zile ndio angalau awajuze ya kuwa anasafiri. Sasa kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika nyuma ya pazia. Mojawapo ya vitu hivi ni ile hali ya wananchi kuonyesha ghadhabu zao kutokana na ile hali ya John Heche kuzuiliwa kusafiri hadi nchini Kenya kuhakikisha kuwa amehudhuria mazishi ya Raila Amolo Odinga. Na vile kulikuwa na video moja ambayo ilikuwa inatembea kwa kasi zaidi ya Tundu Lissu kwenye mahakama akimwambia John Heche, akisha kuwa umefika maeneo ya Bondo, fanya maziko ya Raila Amolo Odinga. Very good. Nenda nani Bondo? Jitahidi tuone. You have to kwenda kuhudhuria mazishi ya Raila Odinga. Lakini msifanye utaratibu gani? Sawa. Sasa hii ni issue ambayo wengi wanaiongelelea. Mange Kimambi ameposti kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, amepandisha picha ya John Heche kwa maeneo ya Hispania nchini Tanzania. Sasa alikuwa anataka kuvuka hapa. Sasa kwenye picha hii ametinga kofia ya Chadema, kofia nyeupe, na vile amejishika tama. Inaonekana kuwa amezama kwenye kidimbwi cha mawazo. Sasa hii posti, Mange Kimambi amesema hivi: makamu mwenyekiti wa Chadema amezuiliwa mpakani akielekea kwenye mazishi ya Raila Odinga. Alafu akafuatanisha na caption hapa, na ni caption ndefu, nitajaribu kwa uwezo wangu ni usome. Mange Kimambi amereact hapa, amereact na ameongea kwa machungu zaidi kutokana na vitu ambavyo vinafanyika nchini Tanzania. Anasema kuwa hii si haki, na yeye wakati fulani alisapoti chama cha CCM mwaka wa 2015, alimpigia debe Magufuli, na anasema kuwa hata waleo kama Chadema ndio wameingia uongozini na wamefanya unyanyasaji, bado atawapinga. Sasa ameandika hivi Mange Kimambi: Watanzania hatuwezi kuwa na nchi ya kishenzi kama hii. What is this? Kweli mtu anakatazwa kutoka nchini eti kisa ni mpinzani? Uonevu gani huu? Hii ni hapana. Tarehe 29 lazima huu unyanyasaji uishe. Ameendelea kusema hivi: kuna Watanzania mpaka kesho huwa hawatanielewa why nilimchukiaga Magufuli vile, na wakati nilimfanyia kampeni kubwa za social media kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2015. Kilichofanya nikamchukia Magufuli ni hiki cha kufanya ukatili kwa wapinzani na kuwaondoa bungeni, kitu ambacho ndio kikazaa bunge la kishenzi ambalo limetutesa miaka 5. Nilimchukia Magufuli kwa kuondoa demokrasia Tanzania sababu nilijua mwisho wake utakuwa mbaya, na leo tunaona Samia anatamba na system ile na sheria zile za kidikteta alizopitisha Magufuli. Mimi kwangu hata rais alete maendeleo gani, hata aondoe rushwa kiasi gani, kama hatendi haki kwa Watanzania wote
I will never support him. Na waambia hivi, hata itokee siku moja Chadema wakashika madaraka alafu wafanyie CCM ukatili huu ambao CCM wanawafanyia Chadema sasa hivi, mtanichukua wananchi, maana nitarudi kuwatetea CCM. Hatuwezi kuwa na serikali ya kikatili kwa watu wake eti sababu ni wapinzani, na sababu ni moja. Mkisha ruhusu ukatili kwa upinzani, jueni ni ukatili ule hautoishia kwa wapinzani tu, utafika kwa wananchi wote mpaka waliopo CCM, na ndio kitu tunakiona leo. Sio hiyo leo na CCM wanatekwa kwa wenye nyadhifa, sio hiyo leo Polepole aliyesaidia kujenga ile system ya ukatili naye katekwa vile kwa kutumia system ile. Si hiyo leo baba yake Flavian Matata ambaye ni kada anatiwa lockup. Si hiyo leo mpaka watu wa CCM wanaishi kwa hofu, hawawezi kufungua mdomo. Msikubali ukatili eti sababu ufanyiwe wewe. Jua tu kuna siku ukatili huo utafika kwako au kwa mtu unayempenda, alafu utakosa watetezi, maana wakati wengine wakitekwa ulikaa kimya au ulisapoti. So Watanzania nchi nzima tuungane kukataa unyanyasaji, ukatili ndani ya nchi yetu, regardless anayefanyiwa ni nani, maana na sisi hatuko salama. Tarehe 29 Oktoba Watanzania wote bila kujali vyama vyetu tutaandamana kwa amani na kuondoa madarakani hii serikali ya kikatili, serikali ya kifisadi, then tutaweka katiba mpya, then tutarudi uchaguzi and let the best man win fairly. Sasa ni matamshi ama chapisho ambalo limefanywa na mwanadada mpambanaji muite Mange Kimambi. Mange Kimambi anajaribu kukemea ile ishu ya John Heche kuzuiliwa kusafiri kuingia nchini Kenya kuhudhuria mazishi ya waziri mkuu wa kitambo nchini Kenya muite Raila Amolo Odinga, ambaye alisafirisha vyombo kwa Muumba akiwa nchini India, na mazishi yake inafanyika kesho siku ya Jumapili. Sasa John Heche alikuwa amefika katika sehemu husika kuwajuza maafisa wa uhamiaji ya kuwa yeye alikuwa na lengo la kusafiri kuingia nchini Kenya, na hata ameweka wazi, anasema kuwa angekuwa anataka kutumia zile njia za vichochoro angefanya hivyo, kwa maana hiyo sehemu John Heche anasema ni porous kumaanisha kuwa boda yetu Kenya na Tanzania unapata kama wananchi wanaweza ingia na kutoka, kuingia na kutoka, yani ile hali ya kusafiri kiundava. Lakini anasema kuwa yeye since anapenda kufata sheria, aliamua kutumia utaratibu ambao unakubalika na sheria, na ndio kwa maana akafika katika maeneo ya Tarime pale Hispania kuwajuza maafisa wa uhamiaji ya kuwa ibana, mimi natoka naingia nchini Kenya lakini nitarudi. Lakini cha kushangaza ni kwamba John Heche anasema kuwa pasipoti yake na nyaraka zake za kusafiri zilichukuliwa na maafisa wa uhamiaji nchini Tanzania katika sehemu zile. Sasa hali hii imempelekea John Heche kuleta vurugu mechi katika sehemu husika, na kuna video ambazo zinatembea kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha John Heche akileta vurugu mechi katika ofisi za uhamiaji maeneo ya Hispania. Sasa Mange Kimambi baada ya kupandisha picha ya John Heche na kuweka caption hii sema ya kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema amezuiliwa mpakani kuelekea kwenye mazishi ya Raila Odinga nchini Kenya. Sasa kuna wengi ambao wanadondosha comment zao kwenye hii posti ya Mange Kimambi, na ningeomba kwa heshima zenu mniruhusu angalau nipate kujua walisemaje. Sasa kuna huyu ambaye anajulikana kama Twaha Mwaipaya anasema sirari kitaeleweka leo. Alafu _Platinum anasema kama unaamini Mungu yupo na atajibu tujuane. Alafu akaweka emoji ya kulia na makopa. Alafu Nia_Winner anasema hivi ni mimi tu nimesikia hasira kali. Simba wa Morogoro anasema wao ndio wanaongeza hari ya watu kuandamana bila kujua. Alafu Jorin_KM anasema hapo ni mixer wa Kuria
Wasirari na Wajaluo wa Kenya. Isibania kitanuka soon. Alafu Fong_official anasema Heche akanyosha mikono juu. Almesh 4 anasema Samia na Mseveni wanangolewa kesho Kenya kwa kuwatesa Boniface Mwangi na wenzake. Huyu anajulikana kama official. Ross Ney anasema wanazidisha machungu. Malengo 255 anasema naomba likes za makamu wetu hapa Heche. Gen Z akanyosha mikono. Jorin._KM anasema kumbukwe aliyompiga rais wa Kenya na viatu alitokea hayo maeneo. Kitanduka soon. Alafu I am Hazard 1 anasema CCM akitoka madarakani tufute mfumo wa vyama vingi. Alafu huyu anajulikana kama Da Silva @Petro anasema aise anahitaji akili dogo ili kutambua upumbavu na ufanywa na uongozi. Haya hayavumiliki hata kidogo. Mo 29 tunatoka tunakomesha. Alafu Momo Makope ameandika akaweka emoji ya kulia. Ubwela TZ anasema wamemzuia kwa sababu huyo ni mtu wa Chadema. Ukiangalia upande wa pili marehemu Odinga ni kama Lissu tu. Alafu akaweka emoji ya makopa, akapiga makofi, akaandika ila majangili. Alafu akaweka emoji ya kulia. Dr. David Amezinkija anasema nimemkubali sana Magufuli. Mfumo uliotaka Magufuli wa kujaza mboga bungeni haungeweza mwenyewe kuwa control kwa sababu asilimia kubwa kusolve kero za wananchi. Ila mfumo huo wa Magufuli umekuwa hatari zaidi sasa hivi. Kosa la mzee wetu Magu kwa kweli ni kufanya chama tawala kijai bungeni. This was the biggest move ever ambayo leo inatutafuna mpaka tunajuta. Akanyosha mikono juu akaendelea kusema ana mazuri mengi ila hili la kumunya upinzani kwa kweli halikuwa sawa. Mwingine anajulikana kama Lori Severe ameandika fact. Lean Collection ameandika one man like Heche akanyosha mikono juu. Anajulikana kama Manka 3 anasema hiyo sio sawa jamani, mbona nchi imefika pabaya. Akaweka emoji za kulia, akaendelea kusema hivi kwa nini azuiliwe kwenda kumzika kiongozi wa Kenya ambaye alikuwa hana ubaguzi na binadamu wengine. Akaweka emoji kadhaa ambazo zimepasuka, emoji za makopa, na akanyosha mikono juu, akaweka shoka na nyundo na bendera Tanzania ni upepo, akaandika da sad, akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Mwingine anajulikana kama Teeth the Africa ameandika nchi imefika pabaya sana, wanazidi kutupa hasira na sababu za kuandamana. Mseti 4627 anasema mwamba. Alafu Blessed AG4991 ameandika sirari, akaweka emoji ya fire. Mwingine anajulikana kama Jibaba_009 ameandika hilo limama nchi isha linda. Kwa hiyo tunajaribu kufuatilia kwa karibu na angalau tupate kujua hali halisi na kuaje ile hali ya kiongozi wa upinzani nchini Tanzania ama naibu wa kiongozi wa upinzani nchini Tanzania ambaye anajulikana kama John Wegese Heche kuzuiliwa kuingia nchini Kenya, na alikuwa na lengo la kuhudhuria mazishi ya hayati Raila Amolo Odinga ambaye ni waziri mkuu wa kitambo, waziri mkuu mstaafu nchini Kenya ambaye aliaga dunia nchini India, na maziko yake yanafanyika nchini Kenya maeneo ya Bondo siku ya Jumapili. Kwa hiyo nimekuwekea baadhi ya video za John Heche baada ya yeye kuzuiliwa kuingia nchini Kenya, taarifa ambayo alitoa na zile video pale ambapo alipozuiliwa kama alikuwa katika ofisi za uhamiaji maeneo ya Isibania nchini Tanzania. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare. There is a choice to keep quiet, to be safe, uwe kwenye government, but there is choice ya kuwa kwenye maumivu kwa sababu unapigania watu. And we live by the consequences of the choices that we make. And they make a hard choice, najua consequences zake. Kora mtu asifikiri kwamba mimi nafanya vitu ambavyo sijui kama nimekatwa kichwa. No, na nimekuja Kajuni, nimetaka taratibu kupita hapa kwenu. Mpaka wote ni porous. Na mimi hapa ni kwetu. Mzee, ni kwetu ni hapo. Kitakasembe hapo babangu ndio amezikwa. Kwa hiyo nimesoma hapa Nyamaharaga shule ya msingi hapo. Kwa hiyo I know this border. Ningetaka kuvuka hapa, wewe usingeniona, Kajuni asingeniona, nobody would see me. Ungeniona niko Bondo.
na msingenikamata, na ningerudi na msingenikamata. Sasa mimi sio mhalifu, ndio maana nimekuja. Alafu mimi ni kiongozi, sio kwamba sikuwa na information. Since yesterday wana organize, I knew it, and they come ili kuprove kwenye dunia kwamba tuna viongozi heartless ambao wanaweza kuzuia mtu kwenda kuzika. Mimi nimekuelewa. Heartless people. Mimi nataka kujiondoa na nimekuelewa. Sawa. Ukimalizana nao. Ukuje mimi nitakuongea mwenyewe. Pingana na Samia. Sijafanya kosa. Stop intimidating me. Sijafanya kosa. Tumeanzisha vyama vingi, lazima mvumilie tupingane. Kama vyama vingi ni makosa, futeni wote tuwe CCM. Lakini kuonea watu, no. Mimi ni kiongozi, hamwezi kunitreat kama kichaa. Unachukua pasipoti yangu, una maelezo. Tell me, kwa nini unachukua pasipoti yangu? Mwandikie kwa sababu niambie, why are you taking my passport? Mwandikie kwamba bana utakiwa. No. Kwa nini unachukua pasipoti yangu? Why? Mpe arudi nayo wilayani. Kwa nini unanizuia? Mimi nataka mpe arudi wilayani. Wewe mpe arudi wilayani. Kwa nini? Wewe umesababisha. Hapa ni Kenya bwana. Uliza Yesu. Uliza huyu aliyeacha mambo bwana. Wewe nani? Wewe kwani nani? Wewe ni nani? Kuna hala si watu passport. Kuna hala si watu. Unaleta kwa sababu unasema watu wanapiga kelele. Niachie nimelipa passport yako. Niachie mama. Tulieni. Sipige kelele. Sasa kwa sababu wewe ni nani na vitu hivi hapa. Naomba kwa kelele ile chini. Kama kusema hapa basi tutete. Sawa. Choko mdogo watu sawa. Sonda, wewe bwana Sonda. Mimi ni kiongozi. Wewe ni kiongozi. Sina kosa. Kama kumpinga Samia ni makosa, mseme. Niambieni kwa nini mnachukua passport yangu? Full stop. Mimi naenda kuzika na nimewaambia naenda kuzika na rudi. Mimi ni kiongozi. Nimezuiliwa kusafiri kwenda kwenye msiba wa baba Raila Amolo Odinga kwenye mazishi, na nilipata taarifa hizi tangu jana kwamba kuna mpango wa kunizuia. Immigration ya Tanzania kunajipanga kunizuia, na tangu jana nilipokuwa nasafiri, nilipofika Mwanza nimeona kulikuwa na ukaguzi ambao sio wa kawaida. Hata nilipofika Magu leo asubuhi, gari yangu imekaguliwa yote, na yule aliyekuwa ananikagua akatoa signal kuambia wenzake kwamba huyu mtu amepita. Na baadaye nilianza kufuatwa na gari nyuma, Land Cruiser ambayo ni dark blue, ambayo tumeachana makutano, yenyewe ikaelekea njia ya Msoma, mimi nikaja hivi. Nilipofika kwenye boda ya Tanzania, wakati naingia wamenikagua tena na wakatoa signal, na baadaye nikafuatwa na afisa mmoja anaitwa Sonda. Hapa wakati nakuja kugonga passport, amechukua passport yangu, wamenizuia. Kwa hiyo hapa mnaniona niko kwenye one stop border ya Hispania. Wamezuia mimi kusafiri bila sababu, kwa sababu hoja yake ni kwamba anasema mimi na kesi Tanzania, kwa hiyo siruhusiwi kusafiri. Nimemwambia mimi nimetunga sheria, nimekuwa mbunge. Ni sheria gani inayosema mtu akiwa na kesi haruhusiwi kusafiri? Kwa sababu mimi natakiwa kwenda tu siku ya kesi mahakamani. Nikimisi siku ya kesi ndio kuna shida. Nikamuuliza kama ana namba ya kesi, hana. Nikamuuliza kama ana barua yoyote kutoka mahakamani ya kunizuia, hana. Nikamuuliza nani aliyemwambia, hana. Amechukua pasipoti yangu, ameondoka nayo, na wamesema siruhusiwi kusafiri. Kwa mimi niko hapa nasubiri wanipe maelekezo mengine, tujue ni kwa nini wananizuia mimi kwenda kwenye mazishi. Na haya ni mambo mabaya kabisa, kwa sababu hivi ni vitendo vilivyofanywa na wakoro, kuzuia mtu kwenda kufanya kwenye mazishi. Mazishi ni ibada. Amekufa kiongozi mkubwa sana wa kimageuzi, ambaye sisi wengine ni kiongozi wetu, tunamwenzi, tunamheshimu, ndio maana tumesafiri all the way. Lakini la pili, mimi sio mtu ambaye naweza kukimbia. Mimi siwezi kukimbia nchi yangu. Nimesema tena na tena kwamba sitakimbia hata siku moja kwenye nchi yangu, kwa sababu hakuna kosa nalofanya. Kufanya siasa za upinzani sio kosa, kupinga serikali sio kosa, kumpinga Rais Samia kwa hoja sio kosa. Kwa mimi siwezi kukimbia, nahitaji waniruhusu niende kwenye mazishi Bondo, na kesho nitarudi. Kama wananihitaji basi wanichukue, vinginevyo mimi siondoki.